Yes. Umelisikia lile agizo la waziri mkuu jana? La kutokuwa na sherehe tarehe 9 Disemba. Yes. Instead pesa hizo zende zikarekebishe miundombinu. Ulikuwa unafikiria ni sherehe ipi nyingine ungekuwa naiacha tu inapita? Alafu pesa hizo tunaweka kwenye maendeleo. Sherehe ziko nyingi sana. Kuna sherehe zinazohusiana na mambo ya muungano. Hizo nadhani zipelekwe kwenye miundombinu au mahitaji mengine ya mambo yanayohusiana na jamii yetu. Kwa sababu tushasherehekea sana na hatujaona bado kama kuna haja kuto kuendelea na mtindo huu. Kwa nadhani kwa sasa hivi tuende tujikite kwenye fedha ya muungano tunaweza kutumia, lakini kama nimewahi kuongea na washikaji zangu walioko serikalini wanasema mwenge una nguvu sana kuliko pengine hata ziara ya mawaziri. Kwa inawezekana mawaziri au mwenge tuchague moja hapo pale tukiondoe. Kwa maana gharama za mawaziri kufanya ziara tukazipunguza, tuzipeleke kwenye maendeleo afu tuachie mwenge. Au mawaziri wakaa vizuri tutoe mwenge. Namkumbusha Mheshimiwa Waziri Mkuu aliwahi kutoa ushauri wakati kwa waziri wa fedha juu ya magari wanayotumia viongozi wa serikali. Kama sijasahau vizuri ni baadhi ya magari pia wakopeshwa wahusika ya kwao. Ile pia ingesaidia mtu gari likiwa la kwake kidogo kuna nidhamu ya utumiaji na kuwepo. Lakini lengo lake lilikuwa ni kubana matumizi. Kwa hiyo mimi nadhani pia tungewatafutia angalau kidogo kwenye kubana matumizi. Sasa nimeelewa pia lengo lake ni kuhakikisha fedha ambazo zimetengwa kwa ajili ya vitu ambavyo tunaweza tukaviepuka zikaenda kwenye maendeleo. Kwa tarudi mbele pale kwenye kubana matumizi. Kwa hiyo sherehe nadhani ziko nyingi za kuzipunguza. Kuna muungano ziko nyingi. Lakini nadhani kama lengo ni kubana matumizi au zile fedha ziende kwenye miradi mingine ya maendeleo, kuna haja ya viongozi wetu wa kiserikali kwenye mikopo ambao wanatumia kwenye ziara zao, basi angalau kidogo tukawatafutia usafiri ambao ni nafuu, uendeshaji kuanzia service, ununuzi wa hiyo gari yenyewe. Mfano mfupi, tukawatafutia hata magari yanayotumia umeme. Tukawatafutia kwa wenzetu wa chini huko kidogo, vio vya chini huko, hata bajaji. Sherehe ziko chache kwanza. Ambazo moja kwa moja serikali inatumia pesa. 9 Disemba, muungano, labda Nyerere Day ambayo pia haina hayo maadhimisho moja kwa moja. Kwa ukipiga hesabu katika kalenda ya mwaka, una 9 Disemba, una muungano, una sherehe mbili ambazo zenyewe hizo pekee hizo zitapunguza ndio, lakini bado kutakuwa na gap kubwa sana. Kwa hiyo nadhani hizo sherehe zote mbili zisitumie fedha, zisiwe zinafanya hayo makongamano makubwa. Lakini bado tutakuwa tuna gap kubwa. Yaani bado tuna gap kubwa ambalo inatakiwa matumizi yapungue. Yaani kwa mfano waziri anakagua miradi, mkurugenzi anakagua miradi, mkuu wa wilaya anakagua miradi, mbunge anakagua miradi. Maana yake ni kwamba hapo bado ndo hela nyingi sana tunazotumia hapo. Kwa lazima tupunguze baadhi ya vitu. Tupunguze movement. Ukiachana tu na sherehe, kuna movement zinatakiwa zipungue. Kusaidia katika kuhakikisha kwamba matumizi yenyewe yanafanyaje? Yanapungua. Shida haijawahi kuwa kufunga. Yaani saumu haijawahi kuwa tatizo, Kwaresma haijawahi kuwa tatizo. Tunafunga kwa sababu gani? Purpose. Kwa lazima tupambane, tujifunge mkanda, yani tupunguze matumizi haswa. Siku moja nilisema hapa hakuna ubaya mkurugenzi akashare gari na mkuu wa wilaya, akashare gari na katibu tawala. Yaani haina lazima kila mtu akawa na gari yake wakati zile ni mali za umma. Ndio vizuri. Kwa hiyo katika lengo la kupunguza matumizi lazima turudi katika default mode. Turudi katika zama zile ambazo nchi ilikuwa inaendeshwa miaka ya 60 kwa maana ya viongozi wa umma. Haina lazima kila mtu awe na chuma. Sio kila siku mnaenda kukagua miradi, sio kila siku mnafanya movement. Kwa azimana ya magari. Azimana tu.